Kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Naitwa Joseph Nicolao Otieno ambaye ni mwenyekiti wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala Tanzania. Leo tulikuwa na mwanya wa kukutana na wanahabari hapa Morogoro ambao wamewakilisha media zao mbalimbali. Lengo kubwa, kabla sijaongelea hawa, ni shukuru jitihada za serikali yetu katika kuhakikisha kwamba tiba asili na tiba mbadala inatambulika, na tunashukuru kwa support kubwa, na hata katika kuingiza hizi jitihada za kuendeleza tiba asili na tiba mbadala katika ilani ya uchaguzi wa vyama mbalimbali. Kitu kikubwa ambacho kimetusukuma kuongea na media kwa siku ya leo ni kutambua mchango wa media katika kutoa elimu sahihi kwa wananchi na kuhakikisha kwamba vyombo mbalimbali vya habari wanahusisha wataalamu wa tiba ambao wamesajiliwa ili kutoa tiba ambayo ni ya taarifa ambazo ni za kweli katika tiba yetu ya asili. Kumetokea trend mbalimbali ambapo watu wengi wanaenda katika media wanatoa taarifa ambazo hazijathibitishwa. Kati ya hizo taarifa yawezekana kuna zingine ambazo zinapotosha na kuleta taharuki katika jamii yetu, na yawezekana zikaleta athari kubwa katika afya. Watu wengi wakatumia aina ya tiba ambayo inaweza ikaleta madhara kwa jamii. Kwa sasa hivi tumeanzisha trend ya kutumia media ili kufikisha elimu sahihi kwa jamii, kuhakikisha kwamba jamii yetu inapata taarifa sahihi ambayo itakuwa salama kwa ajili ya watumiaji wa tiba zetu wa asili, ili tiba zetu isionekane kwamba ni za kienyeji na ambazo zinadharaulika. Kwa ufupi, ningeshauri watu wa tiba tuwe pamoja katika kuelimisha jamii yetu ya Kitanzania. Katika uchaguzi tunaamini kwamba kuna watu ambao wanaenda kwa waganga ili waweze kupata huduma itakao wasaidia kisiasa. Kwanza niwaambia hao wanasiasa kwamba wote mnaoenda kwao sio watibabu. Wengine ni wadanganyifu, na wengine wanaweza wakafanya matukio ambayo yanaathiri watu kama albino au kutafuta viungo vya binadamu ambao ni hatari kabisa, na hii itachafua tasnia yote ya tiba asili. Kwa hiyo tunaomba wananchi, uongozi unatoka kwa Mungu, na kama tunataka kuamini kwamba kiungo, ngozi au kiungo chochote cha binadamu ndio kitakufanikisha, hapo tutakuwa tunakuwa katika karne ya nyuma ambayo sio karne ya kisayansi. Na tunashauri wa Tanzania tuepuke kufanya matukio kama hayo ambayo ni ya kishetani, ambayo tusije tukawaingiza viongozi ambao wamepitia njia isiyo halali ili kuja kutuongoza, huko amemuua albino, huko ametumia matiti ya mwanamke, huko ametumia viungo vya ambavyo havikubaliki ili kupata uongozi. Huyu atakuwaje kiongozi wa kutuongoza? Kwa hiyo tuepuke na kitu kama hicho. Mimi naitwa Lucy Nzirai, msajili wa Baraza la Tiba Asili na Tiba Mbadala. Kwa kifupi, serikali imekuwa mstari wa mbele katika kuendeleza huduma za tiba asili nchini, na hii haijaanza leo au miaka mitatu iliyopita au kipindi cha corona kama wengi wanavyofikiria. Zoezi hili limeanza tangu baada ya uhuru, ambako serikali ilimwelekeza mkemia mkuu wa serikali kufanya tafiti kwenye miti dawa inayopatikana Tanzania na kuiweka katika nyaraka mbalimbali kwa ajili ya rejea matumizi mbalimbali katika tafiti, huduma za tiba na mengineyo. Lakini pia serikali iliweza kuanzisha taasisi yake ya tiba asili katika chuo cha Muhimbili, ambako nao ni sehemu mojawapo ambayo inaongeza nguvu katika kuendeleza huduma za tiba asili. Hii ikienda sambamba pamoja na uendeshaji wa taasisi ya NIMR mwaka 74 katika kuendeleza shughuli hizo za tiba asili. Lakini pia tiba asili imekuwa na mchango mkubwa sana katika kuendelea mapato ya kuchangia katika mapato ya nchini, ikiwa pamoja kwamba tunatambua kwamba kila mwaka karibu ya tani 30 za tiba asili zinauzwa kutoka katika soko letu la Tanzania kwenda nchi mbalimbali. Kwa hiyo imekuwa ikichangia katika kuingiza pato la kigeni, na zaidi ya dola 200,000 kwa mwaka huwa zinakuwa kama sehemu ya biashara hiyo, ambao ni sawa na milioni 520.
Hii pia imeenda sambamba pamoja na uanzishwaji wa huduma za tiba asili, uingizwaji wa huduma za tiba asili katika hospitali zetu 14, ambako huu mwaka tunaoanza mpya wa fedha 25-26 jumla hospitali 14 zitakuwa zinatoa huduma hizi, na katika hospitali hizi magonjwa karibu 19 yatakuwa yanatibiwa kwa huduma za tiba asili, ikienda pamoja na matumizi ya dawa ambazo zimesajiliwa na Baraza la Tiba Asili na kufanywa utafiti wa awali. Malengo makuu ilikuwa ni kumlinda mtumiaji na kuhakikisha kwamba huduma za tiba asili zinapatikana kwenye maeneo ya karibu na ambayo mgonjwa anaweza kufikia hizo huduma pale anapohitaji. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.